Sasa ndugu zangu, tuko kwenye operation inaitwa Operation Free Tundu Lissu katiba mpya. Tunaelewana? Ndio tunazungumza. Na naomba sana watu mlioko hapa, hata mnaotoka CCM, mnisikilize kwa makini. Kwa sababu nyie ni maagent, wanawatumia kama maagent, kama mawakala wa kutesa familia zenu karibu nchi hii. CCM ni genge la watu wachache, few individuals. Kwa sasa ni wachache mno, ni cronies ambao wako karibu na Samia Suluhu Hassan, ambaye hajua kuwa kiongozi wa nchi hii. Uongo kweli? Kuna mtu amemchagua Samia hapa? Kuna mtu amemchagua Samia hapa? Kuna mtu amemchagua huyu kafupi, sio kafupi, anaitwa Idari, simjui, sijai, kwa sababu wabunge ambao hawana content, hawana nini. Kwa Samia hajachaguliwa. Uongo kweli? Waliua watu ili ajiweke madarakani kwa nguvu. Na sijasema mimi tu, African Union wamezungumza hivyo. Sema African Union, Umoja wa Afrika umesema Tanzania hakukuwa na uchaguzi. SADC imesema hivyo. SADC ni nchi za kusini mwa Afrika na sisi tumo. Wamesema Tanzania hakukuwa na uchaguzi. Thabo Mbeki Foundation wamesema Tanzania hakukuwa na uchaguzi. Uongo kweli? Umoja wa Ulaya umesema Tanzania hakukuwa na uchaguzi, kulikuwa na uchaguzi. Uongo kweli? Dunia nzima, vyombo vya habari, CNN imeonesha mauaji makubwa ya vijana wetu tarehe 29 na tarehe 30. BBC, Al Jazeera na hata vyombo vya ndani vya habari, ingawaji tunajua ni vyombo ambavyo havina uhuru, vinafanya kazi kinafiki, lakini bado viliweza kuonesha mauaji makubwa na vinathibitisha kwamba hakukuwa na uchaguzi. Na bahati nzuri, tusikilizane vizuri. Dunia hii imeendelea sana. Sawa sawa? Sasa hivi teknolojia ilipofikia duniani, wewe unakuwa na simu, hiyo simu ya mkononi ya kwako. Simu inaweza kutumika kama microphone. Mtu akaifungulia akakuza unachozungumza nyumbani kwako na mke wako. Hiyo simu hiyo inaweza kutumika kama remote control. Hiyo simu unatembea nayo, inahesabu umetembea hatua ngapi, inaandika kiasi gani, yani umetumia nguvu kiasi gani. Simu ya mkononi hiyo. Kwa hiyo dunia imesogea sana. Kwa wale mlioagiza na kutekeleza mauaji ya watu wetu, kuna satellite angani inaona kila kilichofanyika, na inaona hata hapa tunapozungumza. Haya mambo ya mauaji hayataisha mpaka mtakapo wajibika na kuchukuliwa hatua kama mlivyofanya. Tunaelewana vizuri? Haiishi mpaka iishe. Sawa sawa? Kwa hiyo mtu asiwadanganye kwamba wameua watu na itaisha hivyo. Kwenu askari wadogo, sheria haiwaruhusu nyie. Sheria imestipulate, inaeleza wajibu wa askari ni upi. PGO, Police General Orders, amri za polisi zinaeleza ni nini ufanye, ni nini usifanye. Sheria yenu ya Police Auxiliary Act inawaeleza ni nini mnachopaswa kufanya na nini hupaswi kufanya. Kwa hiyo haya mambo mnayotumia kwamba ni maagizo kutoka juu, naomba niwafundishe kidogo kabla sijaingia kwenye hoja zangu.
Mwaka 1945, mwaka 1900 na ngapi? 45, baada ya vita kuu ya pili ya dunia, kulikuwa na dikteta anaitwa Adolf Hitler kule Ujerumani. Tusikilizane vijana sasa. Mimi ni mwalimu, nataka tuingie darasani na polisi wapate elimu. Adolf Hitler aliyeingia madarakani kule Ujerumani akaanzisha vita kuu ya pili ya dunia. Nchi nyingi zikaingia vitani na baadaye alishindwa na akaamua kujiua. Baada ya kujiua, kuna watu alikuwa nao, wale aliokuwa na watuma kutekeleza ule uovu. Wakati ule wa Israeli, the Jewishes, waliuawa zaidi ya watu 2,000,000 kwa kuingizwa kwenye torture chambers. Torture chambers yalikuwa ni magara yanajengwa makubwa, inaingizwa gesi mle, mtu anaingizwa na mke wake na watoto wake, anaungua mpaka anakuwa majivu. Kwa sababu Adolf Hitler alisema wa Jewish ndio waliwasaliti wakashindwa vita ya kwanza ya dunia. Kwa hiyo akaua watu wengi. Na kuna watu waliokuwa anawatumia polisi wa wakati huo, ma-RPC wa kwake wa nchi ile, ma-OCD wa nchi ile, vibaraka wengine, vyombo vya ulinzi na usalama wa nchi ile. Baada ya vita kuu ya pili ya dunia, walishtakiwa kwenye mji wa Ujerumani unaitwa Nuremberg. Kuna kesi maarufu sana, mama yangu OCD sunani uliyoko hapa kasome, inaitwa the Nuremberg trial. Panda peoples, polisi walipoitwa na wale watu waliotekeleza agizo batili kinyume cha sheria, waliulizwa, hebu tueleze kwa nini wewe uliua watu? Mimi niliagizwa kutoka juu. Sheria inasemaje? Sheria inakuelekeza kufanya nini? Sheria inanielekeza mimi askari John Heche, nikitaka kumkamata Roda nimweleze mimi naitwa Afande John Heche wa cheo fulani, na kutuhumu wewe Roda kunchera kwa kesi ya unyang'anyi, kwa hiyo nitakuweka chini ya ulinzi. Una haki ya kumpigia ndugu yako simu au mama yako au ndugu yako mwingine aje na kupeleka kituo fulani cha polisi. Ndio sheria inasema hivyo, ndio. Kwa nini wewe ulimteka bila kumkamata kwa mujibu wa sheria? Mimi niliagizwa. Kura chuma. Kura chuma. Wale wote walihukumiwa, wengine kunyongwa na wengine walihukumiwa kufungwa kifungo cha maisha. Inaitwa the Nuremberg principle. Mpaka sasa hivi wakili anajua ninachosema. Kwenye sheria zote duniani ilianzishwa hicho kitu kinaitwa Nuremberg principle, kwamba huwezi kufanya makosa then ukasema uliagizwa. Mlioua watu wetu kwa kisingizio cha kuagizwa, watu ambao hawakuwa na kosa, wanadai uchaguzi huru, mwelewe haitaisha mpaka iishe. Na kwa jinsi nimezunguka nchi hii naiona hii nchi imeenda,